Katika ile haya kwanza ambayo kuhani mkuu. Hebu saidia huyo kidogo. Ustaz, kwa hiyo weka hapo pale. Patia huyo mic kidogo. Mimi nataka nikusaidie. Mwalimu. Qur'ani 3:54. Unajua mwalimu wangu? 3:54. Mimi natoa maandiko umheshimiwa unampeleka mbio bure. Unampeleka mbio bure. Manake si unajua hiyo speed unayompeleka si size yake. Hii ni yenye huwa tunapeleka nao kuna kasino. Sasa ukimweka kwa kiwango cha kina kasino peleke pale mwalimu. Aya gani mwalimu? 3:56. 3:56. Wamepata andiko. Na tusoma 3:54 mwalimu. Inasema 3:54 inasema hivi. Na Mayahudi walifanya hila. Mayahudi, ndugu yangu sikiza hapo, sijifanya usikii. Mayahudi walifanya hila na Mwenyezi Mungu akazipindua hila zao. Yaani Mayahudi walifanya hila ya kumsulubisha Yesu na Mwenyezi Mungu akafanya nini? Akapendua hizo hila za kufanya nini? Za kumsulubisha Yesu. Kwa hivyo mimi ninatoa andiko. Wewe tangu uanze kuongea haujatoa hata andiko moja. Mathayo 26. Ngapi? Anza niyo kwanza. 26 ngapi? 26:1 ikiendelea. Kama Yesu tikuruchero ber malare wacho ni bidongo Yahudi ochano ni Yesu. Mana mani wacho no. Kama Yesu tikuruchero ito na wacho ni bidongo na wewe bali ndani alilo sasa bidongo. Nenda kumweka tano mbele msalaba. Ikibeba bidongo madogo bidongo ogamba ndio chokole na imari bidongo na bidongo na kinige Kayafa. Nikichana kata digima Yesu ndimuni kwa justify that. Kwa wale wenye hawaelewi lugha hiyo hata nipige kwa Kiswahili. Inasema ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo yote aliwaambia wanafunzi wake, mnajua ya kuwa baada ya siku 2 itakuwa Pasaka. Na mwana wa Adamu atasalitiwa asulubiwe. Wakati ule wakuu wa makuhani na wazee wa watu wakakusanyika katika behewa ya kuhani mkuu, jina lake Kayafa. Wakafanya shauri pamoja ili wamkamate Yesu kwa hila na kumuua. Lakini wakasema isiwe wakati wa sikukuu, isije ikatokea ghasia katika watu. Vizuri kabisa. Kwa hivyo Mayahudi walipanga, ndio pale Qur'ani tunajua ya kwamba walipanga na Mwenyezi Mungu akafanya nini? Akapangua safi kabisa. Walipanga lakini Mwenyezi Mungu akafanya nini? Akapangua. Sasa tunakuja pale. Wakati Mwenyezi Mungu alipangua, wakati Mwenyezi Mungu alipangua, nini ilifanyika? Mwalimu, nini ilifanyika wakati Mwenyezi Mungu alipangua? Hebu nisomee kitabu cha Marko 15 anza 21 mwalimu. 15:21 inasema kitabu ni cha Marko. Wakamshurutisha mtu aliyekuwa akipita akitoka mashamba. Wakimshurutisha mtu aliyekuwa akipita kutoka mashambani, Simeoni Mkerene. Huyo mtu alikuwa anaitwa Simeon Mkerene. Baba yao Iskanda na Rufo. Baba ya Simeon Mkerene alikuwa anaitwa Iskanda na Rufo, ili auchukue msalaba wake. Wakamshurutisha achukue msalaba wa Yesu. Wakamleta mpaka mahali paitwapo Golgotha. Mpe kidogo. Naam, mpe tu kidogo. Anaye. Ndugu yangu, hiyo napata. Wakamshurutisha mtu aliyetoka mashambani, Simeon Mkerene, baba yao Alexander na Rufo, ili achukue msalaba wa nani? Yesu. Kwa hivyo Simeon Mkerene alichukua hiyo msalaba ama hakuchukua? Alibeba. Una uhakika alibeba? Naweza kubeba, historia inasema hivi. Alibeba. Sasa unaweza kanisaidia kwamba vile alibeba, andiko gani nasema alimrudishia Yesu msalaba ndiye asulubiwe? Katika Biblia wakati ambapo umesema hiyo ni verse gani? 15:21. Unajua swali langu sasa inaleta mkanganyiko, Unanijibu kwanza, kuna ambayo